in the counties comes to an end. Na je, uamuzi wa mahakama ya rufaa kuwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alibuni kimakosa jopo la majaji watatu kuruhusu kuapishwa kwa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais una athari zozote kwa uongozi serikalini? Je, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki yupo mamlakani kihalali? Ndio maswali ambayo yanazidi kuibuka. Mawakili nao wanaendelea kutathmini uamuzi wa mahakama, huku baadhi wakisema kwamba nafasi ya naibu wa rais Kindiki ipo imara. Je, ni yapi yatafuata baada ya uamuzi huo? Daniel Kariuki anatathmini. Ijumaa mahakama ilitoa uamuzi. Kulingana na mahakama ya rufaa, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alibuni kimakosa benchi ya majaji watatu kuruhusu kuapishwa kwa Kithure Kindiki. Uamuzi ukisema kuwa mahakama hiyo ilikosa mamlaka ya kubadilisha maagizo. Kutokana na uamuzi huo, wengi wakitarajia labda aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutoa nafasi yake na labda naibu rais Profesa Kithure Kindiki kuondoka. Hata hivyo, hilo halijafanyika. Je, kwa nini halijafanyika? Majaji watatu wa mahakama ya rufaa waliamuru jaji mkuu Martha Koome kuunda benchi mpya ya kusikiliza na kuamua kesi hiyo. Kulingana na wakili Morara Omoke, majaji hawakutoa uamuzi wa kumuondoa Kindiki mamlakani. Asema ni kinukuu, uamuzi wa mahakama ulikuwa ni wa kuundwa kwa benchi la majaji na naibu jaji mkuu, wala si kuhusiana na ni nani anafaa kuwa naibu rais. Morara azidi kusema, itabidi kama kuna yeyote anayesaka kuondolewa kwa naibu rais Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua kurejeshwa, kuelekea mahakamani na kuwasilisha ombi kama hilo. Mwisho wa nukuu. Macho yote yatasalia kuona ikiwa jaji mkuu Martha Koome ataunda benchi mpya. Daniel Kariuki, KTN. Kwingineko ni kwamba mzozo unaendelea kushuhudiwa